kushindana kwetu haufai kupigana vita kwa namna ya kibinadamu ama ukatanguliza mwili wako katika kuendea jambo fulani, lakini vizuri ukamtanguliza Mungu. Sauli alikuwa anajua namna ya kumtanguliza Mungu ama kutanguliza spirit za kiroho kabla hajaenda kufanya lolote. Kwa hivyo kuna umuhimu. Ndio sababu nafundisha kuhusiana na mizimu, lakini imeanza mbali ndio ukuje unielewe kile ambacho nakizungumzia. Sasa Sauli, maandiko yasema ya kwamba alipoona kwamba haiwezekani Mungu kumuongelesha kwa ndoto, kwa maono, kupitia kwa manabii, ule mstari wa 7 sasa kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza 28, maandiko yasema hivi: ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi, nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yupo mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi Sauli akajingeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauli alipojaribu namna ya vile Mungu atamuongelesha kabla hajaenda kwenye vita, ajue ataenda kushinda ama ataenda kushindwa, ikawa haiwezekani ama Mungu hajamuongelesha kwa namna yote ile. Maandiko yasema ya kwamba aliwaita watumishi wake wote, akawaambia, nitafutieni mwanamke mwenye pepo la utambuzi, mwanamke ambaye ako na uwezo wa kupandisha mapepo kutoka kuzimuni, kutoka makaburini, anaweza akapandisha mizimu, ili anipandishie Samueli nizungumze na yeye. Kumbuka tumesoma hapa nyuma kidogo ya kwamba kwenye ule mstari wa ngapi? Kwenye ule mstari wa 3. Kwenye ule mstari wa 4 tukasoma ya kwamba Sauli alikuwa ule mstari wa 3 nadhani, Sauli alikuwa ameua kila mwanamke na kila mtu ambaye alikuwa anafanya uchawi ama mganga, mtu ambaye alikuwa anahusiana na mashetani yoyote alikuwa amemuua. Kumbuka tumesoma kwenye mstari wa 3. Lakini sasa huyu Sauli ambaye aliwaua hao waganga, wachawi na wasiri, kulingana na vile neno la Bwana linasema ya kwamba usimwache mwanamke mchawi kuishi, anatokea baadaye anasema, nitafutieni mwanamke ambaye ako na uwezo wa kufanya mambo ya kishirikina, mwanamke ambaye ako na uwezo wa kupandisha pepo, mwanamke ambaye anaweza akapandisha mtu kutoka kuzimuni nikazungumza na yeye. Lakini wakati ule Sauli alipouliza hiyo swali, hakuzungushwa sana. Kumbuka hao askari ambao wanawauliza ndio hao askari ambao aliwaambia waende wakaue kila mchawi. Lakini walipokuwa katika harakati za kuua wachawi, wakambakisha mmoja. Hao watu kwenye serikali ambao wamepanda vyeo, kwenye vyeo vya juu, nataka nikuhakikishie ya kwamba wanajua mchawi wa ukweli, wanajua mganga wa ukweli, wanajua pasta wa ukweli, wanajua kabisa. Hawezi kupanda hiyo level akiwa hajui ulimwengu wa kiroho. Either huyu mtu anamjua Mungu sana na akona Mungu wake wa ukweli, pasta wake wa ukweli, ama akona mchawi wake wa ukweli kabisa. Wanakuanga wanajua. Kwa hivyo Sauli alikuwa tayari ameua waganga, wachawi, wasiri, wote alikuwa amewaua. Lakini wakati ule alipowahitaji tena, akajua hawa watu pamoja na kuwa ndio niliowatuma waende wakaue, hawezi kupanda hiyo level bure. Hawezi wakanifuata mimi Sauli ambaye sina Mungu, nimekataliwa na Mungu, na wao wenyewe hawana Mungu, kwa sababu wao wenyewe walikuwa chini ya Sauli ambaye hana Mungu, na wao wenyewe hawakuwa na Mungu. Ina maana walikuwa na nguvu zingine wanazitumia, walikuwa wanaendea wachawi na waganga wao. Sauli akajua ya kwamba bila shaka hao wako na waganga wao ambao wanawauliza mambo yao ndio wafanikiwe kwa hiyo namna.
Kwa hivyo akawaambia, nitafutieni mwanamke mwenye roho ya utambuzi, ili nikapate kuuliza kwake kama nikienda kwenye hii vita nitashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na akuzungushwa Sauli, alipelekwa kwa yule wa ukweli kabisa, ambaye akikupandishia pepo, akikufanyia uchawi, akikufanyia uganga, ni wa ukweli. Akuzungushwa. Kwa hivyo hao watu walio kwenye serikali, hao watu wa kwenye vyeo za juu, ujue kwamba wanajua ulimwengu wa kiroho vizuri. Ukiona anakuambia kwamba makanisa ni ya ukweli, ujue kwamba kuna mganga wake ambaye ni wa ukweli. Yaani makanisa ni ya uongo, ujue kwamba kuna mganga wake ambaye anamwambia mambo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 7 unasema, ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye roho ya utambuzi, nipate kumwendea na kumuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi Sauli akajingeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye. Kwa sababu Sauli alikuwa kwenye harakati za kuua waganga wa siri, na alikuwa ameua wote na akawafanya marufuku, ikawa hawafai kuonekana. Sasa yule mwanamke aliyebakia, yule mwanamke alikuwa ni mchawi, alikuwa ni mganga, alikuwa na uwezo wa kupandisha pepo, lakini ndio uende kwake ilikuwa ni lazima ujifunike mavazi kwa namna fulani. Ilikuwa ni lazima ukienda kwake uhakikishe kwamba umejificha kwa namna fulani, ili kwamba huyu mwanamke ukienda kwake akumbali kukutibia. Lakini ukienda kama mtu wa kawaida ukiwa umejiachia, alikuwa anashuku kwamba hawa ni askari wa Sauli wanataka kumuua, na walikuwa anasema mimi sio mchawi, mimi sio mganga. Kwa hivyo Sauli akajua akili ya kwamba huyu mtu nikimwendea kama kiongozi ama kama mfalme wa Israeli, hata kumbali kunitibia na ataona kwamba nakuja kumuua. Kwa hivyo wacha nijifiche, nikienda kwake akumbali kunipea majibu yale ambayo nahitaji. Sauli akajifunika akaenda. Alipofika, kuna maandiko ambayo nataka tusome hapa. Maandiko yasema hivi akamfikiria yule mwanamke usiku. Unaona uganga mara nyingi unafanyikanga usiku. Akasema, tafadhali unibashirie kwa utambuzi, ukanipandishie yeye nitakayemtaja kwako. Yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyokatalia mbali au wenye pepo, utambuzi na uchawi katika inji. Mbona basi wanitengea tazi uhai wangu ili kuniua? Kabla yule mwanamke ajaanza kumtibia Sauli, maana hakuwa anajua kwanza kama yeye ni Sauli. Sauli alikuwa amejifunika. Maandiko yasema kwamba yule mwanamke alimuuliza, wewe si unajua vile ambavyo Sauli anaua waganga na wachawi na wasiri? Kwa nini umekuja kunijaribu ili kwamba uniue? Nielewa. Lakini hicho ndio kile ambacho yule mwanamke anasema. Naye Sauli akamwapia kwa Bwana akisema, aishivyo Bwana, haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakayekupandishia? Naye akasema, Samueli. Yule mwanamke akauliza Sauli ya kwamba ni nani nitakayekupandishia, baada ya kuwa Samueli amemwapia kwa Bwana, akamwambia kwamba sitakufanyia jambo lolote mbaya. Sasa swali yangu ambao nataka sasa kila mtu alifikirie vizuri ni kwamba mtu ambaye amekufa akiwa ameokoka anaweza akapandishwa na mchawi? Yaani wewe ni mtu ambaye amekufa, anaweza akaenda akapandishwa kutoka kuzimuni ama kutoka paradiso akapandishwa na mchawi?
Hiyo ndio swali ambao nataka